Msheikh Ponda Isa Ponda. No. Kwanza leo ni fursa adhimu kwangu kupata nafasi ya kuja ofisini kwako hapa Ilala Bungoni katika msikiti wa Takwa na kuzungumza nawe kwa nafasi zako zote kama katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania lakini pia kwa sasa katika nafasi ya kisiasa mgombea wa ubunge kwa tikiti ya chama cha ACT Wazalendo katika jimbo la Temeke. Taifa linaingia katika harakati katika mwongo wa 7 au kwa mara ya 7 sasa katika uchaguzi mkuu wa vyama vingi mwaka huu 2025. Labda nianze kwa kusalimia asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salam. Kwa sababu ulisema nifika ofisini lazima ni fursa ambayo ni muhimu sana. Sasa Sheikh, wewe unasemaje kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka huu? Uchaguzi mkuu mwaka huu ni uchaguzi wa aina yake kwa sababu ni uchaguzi ambao kwa wale ambao wanaoshiriki wana kazi kubwa kulingana na mazingira yaliyotokea. Kumekuwa na mivutano mikubwa katika swala zima la demokrasia hapa nchini. Baadhi ya wanasiasa wameona kwamba kuna tatizo kubwa kwenye demokrasia na kukatokea mipishano mikubwa ya hatua mbalimbali za kuendea uchaguzi. Wako wale walioangalia kwamba lazima yafanyike marekebisho kwanza ya kikatiba na kimfumo, alafu ndio tuingie kwenye uchaguzi. Bila hivyo ni bora tuache kwanza uchaguzi, lakini tubaki kwanza kwenye kutafuta ile misingi imarike. Na wako wale ambao wameona kwamba tufanye yote mawili, tuendelee kuimarisha lakini tushiriki katika uchaguzi waendelee. Sasa mivutano ni mikubwa kwa kiasi ambacho baadhi ya wanasiasa wamekaa pembeni. Na wanasiasa kama tunavyojua wana watu wanaofuata. Kwa hivyo uchaguzi huu tunaingia, kuna baadhi ya watu ambao wanashiriki na wengine hawashiriki. Sasa kwa wale ambao wanaoshiriki wanapata changamoto kwa maana kwamba wanashiriki lakini wanalazimika pia wafanye kazi kubwa sana ya kuwahamasisha wananchi waweze kushiriki uchaguzi ili waweze kupata ridhaa. Kwa hivyo ni uchaguzi ambao una changamoto za namna yake kwa sababu uchaguzi wa nyuma zilizopita ilikuwa watu wote, wanasiasa wote kwa pamoja mnawahamasisha wananchi washiriki siasa kulingana na hali ambayo ilikuwa nyuma, lakini sasa kumekuwa na tofauti kidogo. Kwa hivyo kuna tofauti kidogo katika uchaguzi huu na uchaguzi ambao uliopita. Moja wapo ni hiyo ya kwamba kuna wanaoshiriki na wengine hawashiriki, na hiyo inawagusa viongozi na hata wewe binafsi ukaamua kuingia kwenye kundi la watu ambao wameona ni busara pamoja na changamoto zote hizi kushiriki katika uchaguzi. Mimi niliona kwamba mapambano yaendelee, lakini wakati huo pia tushiriki kwenye uchaguzi na kwa sababu nilipanga tokea awali katika siku za nyuma kwamba nitakwenda moja kwa moja sasa katika ushiriki kwa maana zile kuingia kwenye vyombo vya maamuzi. Kwa hivyo niliomba ridhaa kupitia chama cha ACT Wazalendo na wamenipa ridhaa na nagombea sasa hivi kupitia jimbo la. Mimi ninachojua kama mwanahabari, kumekuwa na msukumo kwa miaka mingi sana. Tena kwa kumbukumbu zangu kwa vyama tofauti kukuomba ukaviunge mkono katika nafasi wakati mwingine ya ubunge na wakati mwingine tulisikia watu wanakuomba ugombea urais kabisa kupitia chama kimoja. Na ulikuwa mzito sana kuchukua uamuzi wa kukubali. Nini kilitokea hasa mwaka huu hata ukakubali kuingia? Kwa kweli siasa za wakati huu zimebadilika kidogo, zimekuwa ni ngumu sana. Na sisi tulikuwa kwenye nafasi ambazo tulikuwa tunajaribu kuwasukuma wanasiasa ili waweze kwenda kwenye kuchukua hizo nafasi na wasimamie majukumu ya wananchi. Tumefanya hivyo kwa muda mrefu sana na tumesaidia na tumetoa mchango mkubwa sana kiasi kwamba kwenye uchaguzi wa 2020 nilisimama sasa kwenye jukwaa moja kwa moja vile vile na kumchagiza mgombea urais wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Lissu wakati ule. Lakini siasa za wakati huu zimekuwa ngumu kwa sababu kumekuwa na ugumu katika masuala ya haki, katika masuala ya demokrasia na lakini vile vile uadilifu nao umekuwa ni mdogo vile vile kwa baadhi ya wanasiasa ambao wanapewa dhamana.
nikahisi kwamba kunahitajika watu kama sisi kwenda moja kwa moja katika vile vyombo vya maamuzi, kwa maana kwamba naamini uwepo wetu watu kama sisi tunaweza kusaidia kurejesha misingi muhimu sana katika mfumo huu wa demokrasi. Niliona ni wakati mwafaka kwa sasa watu wa aina yetu kuingia katika vyombo vya maamuzi, kwa maana hasa ya kujenga misingi mizuri inayozingatia maslahi ya wananchi. Naam Sheikh, ukiangalia kama ulivyosema, kumekuwa na uchaguzi wa mwaka huu na changamoto nyingi. Baadhi ya watu ukiangalia katika mitandao ya kijamii wanatoa maoni tofauti kuhusu uchaguzi, wengine kumekuwa na hali ya mashaka, lakini kama ulivyosema kuna haja ya viongozi kama wewe umeona kuingia katika mabaraza ya maamuzi kama bunge, jambo ambalo hata mimi kama Mtanzania na kama mwananchi, ukiacha kazi yangu ya uandishi wa habari, ninakubaliana na hilo kabisa. Unaona nini kifanyike kesho ili watu ambao wanaamini katika uongozi wa Sheikh Ponda Issa Ponda, kwa sababu tunakufahamu kama mwandishi wa vitabu, vile vile una maandiko mengi umeandika ambayo yanagusa maisha halisi ya Watanzania katika mazingira ya kijamii. Umekuwa ni mtu ambaye umehudhuria katika mihadhara mingi mikubwa ya kitaifa kwa upande wa Tanzania bara na visiwani. Umekuwa mwanazuoni wa Kiislamu, lakini umesema mwenyewe mwaka 2020 ulisaidia kuchagiza wakati wa kampeni za aliyekuwa mgombea urais wa tiketi ya Chadema wakati ule, Tundu Antipas Lissu, na sasa umeingia kilingeni. Unafikiri nini kifanyike kwa Tanzania ili ndoto kama yako ya kuingia katika ushindani iweze kutimia kesho? Kwanza niseme mimi nilipopata ridhaa ya kugombea na mamlaka ziliporuhusu kampeni, mimi nilichokifanya kwenye jimbo langu, nilifanya kampeni ya kuzunguka katika jimbo lote. Wanasema kampeni ya nyumba kwa nyumba. Na nafikiri ni mgombea pekee ambaye nimefanya kampeni hiyo kwa kiasi kikubwa sana kuliko mgombea yote, nikipitia vyombo vya habari na kadhalika. Kule nilikwenda kuangalia shida halisi za wananchi, kuwasikiliza, kuona mazingira ambayo wanayoishi kule. Lakini jambo moja hapo kubwa ambalo lazima nifanye kampeni ile, ilikuwa ni kwenda kuhamasisha wananchi washiriki uchaguzi, washiriki uchaguzi. Na katika swali lako kwamba unafikiria nini watu wafanye kesho katika ile ambayo tunalifanya, kubwa zaidi mimi nawahamasisha wananchi kwamba kwa kesho ni muhimu wajitokeze kwa wingi, waje katika vituo vya kupiga kura na wafanye uchaguzi, kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Na umuhimu wake unakuja kwa maana kwamba kwa bahati nzuri, sijui ni kwa kiwango gani, lakini nasema baadhi ya watu kama sisi tupo. Mimi naamini kwamba yani ridhaa ya wananchi kwangu mimi nadhani ni jambo azizi, ni jambo stahiki sana kwangu. Kwa mazingatio ya uwepo wa watu kama sisi, ni vizuri wananchi wakajitokeza ili waweze kutekeleza hatua za msingi sana ambazo zinaweza kuleta maslahi makubwa sana hata katika kile ambacho wanachokidai, ikiwa ni kudai haki na kadhalika. Kwa sababu na hakika kwamba mimi ni kazi nimefanya kwa muda mrefu ya kutetea haki za binadamu, na kama tunavyoona kwamba tumepita katika mapito mengi sana katika hiyo kazi. Hatua ambayo ninakwenda nayo sasa hivi, ikiwa wananchi watanipa ridhaa ya kuingia bungeni, maana yake ni kwamba nitakuwa nimeongeza nguvu za kisheria katika ile kazi ambayo nilikuwa naifanya muhimu. Kwa hivyo utaona ule umuhimu wa watu kujitokeza kesho kwa wingi na waweze kutoa ridhaa yao kwa watu kama sisi. Mimi nawaomba sana wananchi, hasa wale wa jimbo langu la Temeke, na jimbo hasa la Temeke kwa sababu ndo taratibu jinsi ilivyo, wajitokeze kwa wingi katika kituo cha kupiga kura na wafanye uchaguzi huu au wachague bila kuzingatia maslahi ya kuzingatia tofauti za vyama, sababu swala la maslahi ya Temeke halizingatii vyama. Tumekuwa tunazungumzia mambo ya afya, tumezungumzia kuna mambo ambayo sio lazima. Kwa mfano watu wanatozwa ushuru wa takataka, jambo ambalo ni wajibu wa manispaa, na watu wanachukuliwa fedha nyingi sana. Ushuru si wa sungusungu. Jambo la ulinzi ni jambo ambalo ni la mamlaka ya serikali, lakini yamekuwa ni kero kubwa na adha kubwa kwa wananchi. Haya yanapofanyika hayamwangalii kwamba huyu
ni CCM wala huyu ni ACT au wala huyu ni CUF, wanafanyiwa wote wale. Kwa maana hiyo tusizingatie sana vyama, tuzingatie ule uwezo wa mtu. Mimi naomba sana wanatemeke wajitokeze kwa wingi kesho, na naomba wanipe kura, wanipe ridhaa yao ili niwawakilishe kwa maslahi yao, lakini maslahi ya taifa vile vile. Umesema unaomba wananchi wa Temeke wakupe ridhaa, na umetoa wito kujitokeza kwa wingi. Kwa hiyo unawatoa hofu kwamba unaamini uchaguzi wa kesho utakuwa wa hali ya amani? Mimi mpaka dakika za mwisho naamini kwamba hali itakuwa ya amani, na sioni kama kuna tatizo. Sioni kama kuna tatizo, na naona kama hali ni ya kawaida, na kwa sababu mpaka dakika hii tumeona kwamba mchakato wa uchaguzi umeendelea katika ile hali ambayo ni ya kawaida. Yapo matatizo ya ndani ya uchaguzi wenyewe ambayo mimi nafikiri jana nilikuwa nimeongea na vyombo vya habari, nimeeleza kile ambacho kilitokea, ambapo kama ikibidi kuzungumza hapa pia naweza nikazungumza, lakini kwa maana ile ya mchakato mkubwa ule wa kawaida umeendelea mpaka kufikia hii leo. Kwa hivyo naamini kwamba na kesho pia ile hatua iliyobakia itamalizika katika namna ambayo ni salama. Pengine wito wako ni upi kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa wagombea? Huko nyuma mwaka 2020 kulikuwa na kilio kidogo kwa wagombea wengi wa udiwani na ubunge wa vyama vya upinzani ambao walikuwa naona kama pengine iliyokuwa tume ya uchaguzi haikuwatendea haki. Pengine wito wako kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni nini kifanyike, au nini tume ifanye ili uchaguzi kwanza uwe huru, wa haki, na zaidi wenye hadhi ya kutambulika, kwa maana ya free, fair and credible election? Mimi nafikiri huu uchaguzi tunakwenda nao, lakini una malalamiko makubwa sana, na hilo litabakia hivyo hivyo kwa sababu hakuna muda wa kurekebisha. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba wazingatie kwamba hiyo hali ipo, na huko mbele tunakokwenda ni lazima tufike mahala tukae kuondoa yale matatizo makubwa yaliyomo katika mfumo wetu wa uchaguzi. Hilo ni la kwanza ambalo lizingatiwe. Lakini katika haya yaliyopo sasa hivi ambayo tunaweza kusema kwamba yanaweza yakatekelezeka, ni yale ambayo yako wazi kabisa. Kwa mfano, sisi juzi tumekwenda kuwapisha mawakala. Katika kuwapisha mawakala tumepeleka nyaraka 3. Tumepeleka orodha ya mawakala, tumepeleka barua ya utambulisho, na tumepeleka vile vile orodha ya mawakala, barua ya utambulisho na kile kiapo chenyewe. Kiapo tumekipata kule, kwa maana kwamba tumekwenda kwa hapo. Hizi nyaraka kubwa sana, sababu hizi ndio nyaraka ambazo zinamtambulisha wakala ili aweze kuingia kwenye kile kituo cha kupiga kura kwenda kulinda kura za mgombea wake. Lakini nyaraka hizi tulipozikabidhi kule, sisi tuliomba nyaraka zinazothibitisha, yani mrejesho ambao unathibitisha kwamba sisi tumetekeleza. Tumewasilisha orodha, tumewasilisha barua ya utambulisho, na tumewasilisha vile vile tumekula kiapo. Uthibitisho kwamba haya tumeyafanya tuliomba, lakini tukaambiwa hivyo vitu havipatikani. Maki tafsiri yake ni kwamba inawezekana wakala akafika kwenye kituo cha kupiga kura na msimamizi akasema kwamba sikutambui, na ikawa yule wakala hana namna ya kulalamika, hata mgombea mwenyewe hana namna ya kulalamika, kwa sababu yule anaonekana kwamba ni kweli kwamba hana wakala. Sasa hii kasoro zipo ambazo tunasema kwamba leo haziwezi kurekebishwa. Hizi za kumnyima mtu uthibitisho haziwezi kurekebishwa leo, lakini tunalitaka tume izingatie hilo, kwa maana kwamba isije ikatokea kwamba wakala anafika kwenye kituo cha kupiga kura alafu akazuiliwa. Wakati mwingine pia inafanyika pengine kituo kinaanza kupiga kura kabla ya wakala kufika. Yaani wakala tume inakawia, mtendaji wa tume anakawia kumtambulisha wakala mpaka baada ya masaa mawili, wakati pengine kura zimeanza kupigwa katika kituo. Kwa hivyo wakala anaingia ndani, anakuta zoezi linaendelea na boksi ishafika nusu, ambapo haki au kura zile za yule mgombea ambaye anamwakilisha zinakuwa hazikuzingatiwa wakati wakala akiwepo pale. Sasa hii ni mianya ya makusudi kabisa ambayo inapelekea watu kukosa haki zao, wizi wa kura na kadhalika. Haya tunaiomba tume yazingatie, lakini pia kumtangaza mtu ambaye ameshinda kwa wakati ni muhimu sana. Kutokuhamisha kura kuhesabiwa kwenye kile kituo, kutoa pale kupeleka kituo kingine. Haya ni kasoro ambazo zimepelekea wizi mkubwa kufanyika pale kura.
Sisi tunaomba wawe waadilifu na wasimamie kwa uhakika. Lingine katika hilo la mwisho ni ile ambayo nimefanywa mimi. Mpaka leo hii mimi naiomba tume. Mpaka leo hii tarehe 28 naiomba tume, kwa sababu masaa bado yapo, wawapishe mawakala wangu. Mawakala 73 wamezuiliwa. Kati ya mawakala wako wangapi? Kati ya mawakala 1339. Wakala 73, na ni wakala ambao niliwapeleka siku ya uapishaji, lakini tume kwa madai kwamba wamepelekwa nje ya wakati, wakawazuia, wakawakataa. Lakini pia kuna mawakala ambao walipokelewa, baada ya kwenda kukagua sisi tumekuta wameondolewa, kwamba hatujui wameondolewa kwa sababu za msingi. Tumelalamika kwenye ngazi zote zile ambazo zinazotakiwa, yani hatukupata majibu yote, mpaka makao makuu ya chama wameandika barua kwenda tume imekataa. Haya ni maelezo ambayo bahati nzuri nimeyazungumza kupitia vyombo vya habari. Naamini kwamba wanahusika wanasikiliza. Tunaomba warejeshe mawakala wetu, wapokee mawakala wetu, kwa sababu ni haki ya msingi sana. Hakuna sababu yote ile ya kuwazuia mawakala ambao watakwenda kulinda maslahi yangu ya kura. Haya ni mambo ambayo naamini kwamba tume walitakiwa yarekebishe. Kuna yale ya kuzingatia katika wakati unaokuja, kwa sababu ni makubwa, lakini haya tunaweza tukarekebisha na tukapata nafuu kubwa katika uchaguzi unaokuja. Naam, tukimalizia Sheikh Ponda, Isa Ponda. Umezungumza kuhusu umuhimu wa uchaguzi kuwa huru, haki na kuaminika. Umetoa wito kwa wapiga kura, umetoa wito kwa INEC kama na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu nini kifanyike. Neno lako la mwisho wakati tunamaliza mazungumzo yetu kuhusu uchaguzi wa kesho ni lipi la kufunga mazungumzo yetu? Mimi nafikiri uchaguzi, picha tutakayopata kesho, naomba itumike kutusaidia kupiga hatua mbele katika majadiliano ya namna gani tuwe na mfumo bora wa uchaguzi. Hilo jambo lizingatiwe, na nafikiri hii hali ya uchaguzi huu iwe ni moja ya mambo ambayo itakuwa ni shule au somo kubwa ambalo litatusaidia sana katika kujipanga kuenda kuboresha mfumo wetu wa uchaguzi. Mfumo wetu wa uchaguzi una matatizo makubwa sana. Machache ni haya niliyoeleza hapa. Kwa hivyo tuone kwamba ili tuweze kwenda vizuri na tuweze kufanya uchaguzi wetu uende kuwa na haki, lakini pia vile vile tuweze kujenga misingi ya kuleta usalama katika uchaguzi wetu. Yani lazima tuwe hii ajenda ya kuboresha au kukubaliana yale mambo ya msingi, ni ajenda muhimu sana ambayo tunaweza tuiangalie kwamba inayokuja hapo mbele. Na katika ile usalama nitoe mfano tu kwamba mtu kama mimi nazuiliwa wakala wangu kuingia. Unafikiri kwa nini wakala wangu wazuiliwe? Jambo ambalo kwa vyovyote vile ni jambo zito sana. Yani pale kura yangu inapigwa, alafu unazuia wakala wangu wasiingii pale kwenda kuangalia kura yangu, maslahi yangu. Hiyo ni jambo linahatarisha usalama katika mambo ya uchaguzi wetu unaoendelea. Kwa hivyo niseme kwamba haya yanayopita katika kipindi chote hiki ni shule kubwa, tusaidie sana katika uchaguzi unaokuja. Mwisho kabisa ni endelee kuhamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi, na hasa wananchi wa Temeke wajitokeze kwa wingi tukapige kura, na naomba sana wanipe ridhaa yao ili niweze kuwawakilisha, na mimi ni mwakilishi ambaye nitawawakilisha bila kujali chama cha siasa. Nitakuwa mbunge wa watu wote wa Temeke na mbunge wa taifa kwa ujumla. Asante sana. Nashukuru sana Sheikh Ponda, Isa Ponda. Na baada ya kufika hapo ndio mwisho wa mazungumzo yetu au mjadala wetu na Sheikh Ponda, Isa Ponda, mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa sana katika kijamii, mtetezi mkubwa wa haki za binadamu, lakini hakuna shaka kwamba Sheikh Ponda, Isa Ponda ni kielelezo thabiti cha viongozi, aina ya viongozi waadilifu ambao uaminifu wao kwa taifa lao na uzalendo wao hauwezi kutuliwa shaka. Asante sana Sheikh Ponda, Isa Ponda. Asante sana.